Watu wengi huishi maisha wakiamini kushindwa ni sehemu ya kawaida ya safari. Wanapojaribu na wakikwama, wanasema, labda sio wakati wangu. Wanapokosea, wanasema, labda mimi si wa aina hiyo. Na taratibu, wanajenga urafiki na neno kushindwa. Lakini leo, nataka nikufungulie fikra nzito sana. Kushindwa si tukio. Kushindwa ni msimamo wa akili. Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunarekebisha imani kabla ya kulaumu mazingira. Kabla hatujaendelea, sikiliza hili kwa umakini mkubwa. Leo nitakufunulia nguzo 3 za fikra za mtu asiyekubali kushindwa. Sio mtu asiyeanguka, bali mtu asiyejenga makazi kwenye kuanguka. Namba 1. Elewa tofauti kati ya kuanguka na kushindwa. Kuanguka ni tukio, kushindwa ni uamuzi. Watu wengi huchanganya vitu hivi viwili. Wanapojaribu jambo na lisifanikiwe mara ya kwanza, wanatangaza ndani yao kwamba wamefeli. Lakini mtu mwenye fikra sahihi huona tofauti. Anaweza kuanguka mara 10, lakini bado akasimama mara ya 11. Mfano, mtu anayejaribu biashara na ikashindikana, mmoja huacha kabisa na kujifunga hofu. Mwingine huchambua alikokosea na kuanza upya. Tofauti haikuwa pesa, tofauti ilikuwa imani ya ndani. Kushindwa huanza pale unapokataa kusimama tena. Namba 2, usijitambulishe kwa matokeo ya muda. Tatizo kubwa la watu wengi ni hili. Wanajipa majina kulingana na hali ya sasa. Nimeshindwa, sifai, mimi siwezi. Lakini hali ya sasa si utambulisho wako. Ni ukurasa mmoja tu kwenye kitabu chako. Mtu mwenye msimamo wa kutoshindwa hujiambia, hiki kinachotokea sasa hakifuti uwezo wangu. Mfano halisia, watu wawili wakikataliwa, mmoja hujiona hafai, mwingine huona bado ana nafasi mahali pengine. Usiruhusu tukio moja lifute maono yako yote. Namba 3, jenga nidhamu ya kusimama hata bila motisha. Motisha ni hisia. Hisia hubadilika, lakini nidhamu ni uamuzi. Na uamuzi hauhitaji hisia. Mtu asiyekubali kushindwa hafanyi kazi kwa sababu ana hamasa. Anafanya kazi kwa sababu ameamua. Mfano halisia, watu wengi huacha kujaribu wanapochoka, lakini wachache huendelea hata bila nguvu, kwa sababu wanaamini ndani kabisa kwamba kusimama ni chaguo lao pekee. Nidhamu hukubeba pale motisha inapokutupa. Onyo muhimu sana. Ukianza kuamini kushindwa ni kawaida, utaacha kupigana mapema. Utaanza kuridhika na chini ya uwezo wako, na bila kujua, utaishi maisha ya maelewano badala ya ushindi. Kumbuka hili, hakuna aliyeshindwa kweli mpaka aamue kuacha. Kushindwa si adui yako, kuacha ndiyo adui. Unaweza kuanguka, unaweza kukosea, unaweza kuchelewa, lakini mradi bado unasimama, bado unajifunza, bado unaendelea, basi hujashindwa. Imani ya kweli si kusema hutashindwa kamwe, ni kuamua kwamba kushindwa hakitakuwa mwisho wako. Kama mafunzo haya yamekugusa, basi uko mahali pasahi pa kujenga akili isiyokata tamaa. Subscribe kwenye channel ya Fikra Sahihi, like video hii, comment msimamo wako kuhusu kushindwa, na share kwa mtu anayehitaji kukumbushwa asikate tamaa. Fikra Sahihi hujenga watu wasiokubali kushindwa.